Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika hii ya tatu ya mwaka A wa kanisa. Hii ni Dominika ya neno la Mungu. Na ujumbe mkubwa katika Dominika hii, ukiangalia masomo yetu, ni umeitwa, umeitwa, umeitwa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 9 aya ya kwanza mpaka ya 4. Na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya kwanza aya ya 10 hadi ya 13 na ile aya ya 17. Injili ni Injili ya Mathayo, ile sura ya 4 aya ya 12 hadi ya 23. Ndugu zangu, kama nilivyosema, hii ni Dominika ya neno la Mungu, au wengine wanasema ni Dominika ya 7 ya neno la Mungu. Tangu Dominika hii ilipoanzishwa tarehe 30 Septemba mwaka 2019 na Papa Francisco. Lengo kuu la Dominika hii ni kuhimiza waamini juu ya umuhimu wa neno la Mungu. Lengo la pili ni kuhimiza waamini kulisoma neno la Mungu. La tatu ni kuzungumza na Mungu kwa njia ya neno lake, kueleza waamini namna gani Mungu anazungumza nao kupitia neno lake. Lakini kikubwa, ndugu zangu katika Kristo, kikubwa ni kuwajengea waamini uwezo wa kulipenda, kulitafakari, kuliweka katika maisha neno hili la Mungu, na ili neno hili liakisiwe katika maisha yao, wamwishi Mungu kupitia neno lake. Neno la Mungu ni hai na lina nguvu. Tukilisoma vizuri, tukilipenda na kulitafakari, litatuongoza vema katika ulimwengu huu. Maana maandiko matakatifu yanasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ukisoma ile Zaburi ya 119 aya ya 105. Maandiko sehemu nyingine yanasema, kwa maana maagizo ni taa, mafundisho ni nuru, na maonyo na kanuni ni njia ya uzima. Unasoma katika kitabu cha Mithali, ile sura ya 6 aya ya 23. Ndugu zangu katika Kristo, Dominika hii inatuhimiza mimi na wewe kulisoma neno la Mungu. Unaweza ukawauliza waamini sasa hivi, au ukamuuliza mwenzako, je, ni mara ngapi umeshika Biblia na kuisoma? Ni mara ngapi umefungua Biblia yako kabla ya kulala au katika siku na kupitia neno moja au mawili ya Mungu? Wengine unaweza kauliza swali tu la msingi, je, ukiambiwa leo utaje mistari 10 tu ya Biblia unayoifahamu ambayo ipo kichwani mwako, utataja ipi? Wengine hata miwili hawana, mwingine hata mmoja anaujua tena kwa wasiwasi. Tunahimizwa ndugu zangu katika Kristo kulisoma neno la Mungu na kulielewa, kwa sababu ndiyo taa ya kutuongoza katika ulimwengu huu. Ni kuombe leo, jiulize, je, ni neno gani la Mungu ambalo ukiamshwa leo ukaambiwa taja na linagusa maisha yako utataja, na linatoka sehemu gani? Wengine hata vitabu vya Biblia tu vyenyewe hawavifahamu. Hivyo tunahimizwa sana sana kulipenda na kulitafakari na kuliishi ili neno la Mungu. Wazo letu ndugu zangu katika Kristo, kama nilivyosema, ni umeitwa, umeitwa. Ili kuweza kulielewa wazo hili, naomba tuanze tafakari ya masomo yetu ili tuweze kuelewa vizuri. Somo la kwanza, kama nilivyosema, linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 9 aya ya kwanza mpaka ya 4. Somo hili linaeleza hali iliyokuwa
mwishoni hivyo anasema, au katikati ya karne ya 8 kabla ya Yesu Kristo. Ikumbukwe kuwa mnamo mwaka 732 dola ya Asiria ilivamia sehemu ya kaskazini mwa Israeli, na makabila haya mawili, Zabuloni na Naftali, ambayo yapo kaskazini na kaskazini magharibi mwa ziwa Galilaya au Tiberia, yaliathirika sana na uvamizi huu. Uvamizi huu uliyafanya watu wawe kama wako gizani, maana walipoteza kila kitu. Waliojiona kama mateka, hawakuwa huru tena. Lakini Mungu aliwaahidi kutowaacha, na aliahidi kwamba mateso yao wanaoyapitia, mahangaiko yao wanaoyapitia yatafika mwisho. Mwangaza utawazukia, nuru itawazukia, yaani maisha ya kawaida ipo siku yatarudi upya. Baadaye eneo hilo liliitwa Galilaya ya Mataifa au wilaya ya mataifa. Unaweza ukasoma katika kitabu cha kwanza cha Makabayo ile sura ya 5 aya ya 15, kwa sababu eneo hili baadaye lilikuja likakaliwa na watu wote, watu wa mataifa na Waebrania. Yesu aliye nuru kuu alianza utume wake katika eneo hilo na kutangaza neno hili, na watu wakalipokea. Yesu aliye nuru kuu akawaangazia hawa watu. Hii ilitaka kuonyesha nini? Kwamba hakuja kwa ajili ya Wayahudi tu, bali kwa watu wote wa mataifa wanaitwa kumfuata yeye. Eneo hili lililopitia matatizo, lililokuwa na watu wa mataifa, lililokuwa ni kama limetengwa, nuru kuu ambaye Yesu Kristu aliwazukia, nao walilisikia neno lake. Nikuombe na nikuombee leo sana, nuru yake leo ikuangaze. Ikuangaze wewe unayejiona umetengwa, ikuangaze wewe unayejiona uko gizani, ikuangaze wewe unayejiona kwamba Mungu amekusahau, Mungu amekuacha. Kristu anakuja tena katika maisha yako, anakuita mwende katika safari mpya, mtembee naye katika maisha ya ulimwengu huu, awe kiongozi wako. Nuru imekuzukia katika giza lolote lile. Usikate tamaa, amini, Mungu yuko pamoja na wewe. Ewe Zabuloni, ewe Naftali, mtazame Yesu Kristo, nawe utaona miujiza mikubwa sana katika safari yako ya maisha. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya kwanza aya ya 10 mpaka ya 13 na ile aya ya 17. Ikumbukwe sana kuwa lengo kuu la barua hii ilikuwa ni kuleta umoja na maelewano na mshikamano kati ya kanisa la Korinto lililokuwa limegawanyika kwa mafundisho mengi na mapokeo yaliyokuwa mengi pia. Vyanzo vya marakano vilikuwa ni vingi sana, lakini kikubwa kati yao au mojawapo ilikuwa ni walimu waliokuwa wanachota mawazo na akili za Wakristo, na hivyo kusababisha migawanyiko. Neno la Mungu ni tajiri, ukweli kabisa. Neno la Mungu ni tajiri. Utajiri huu hata katika nyakati zetu umekuwa sababu ya mgawanyiko na kutokuelewana. Kila mmoja anatafsiri peke yake, kila mmoja anaongea peke yake juu ya neno la Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, tunasahau mafundisho makuu ya msingi na kwanza kusema mimi ni wa huyu, mimi ni wa huyu, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Paulo, mimi nimeweka majina, lakini kila mtu anajua huwa anaenda kwa nani na kusikiliza neno. Mbaya zaidi, hata wakati mwingine katika kanisa watu wengine wanasema nitasali katika misa fulani kwa sababu ni padri fulani atakayeongoza misa hiyo. Akiwa padri mwingine basi mtu aende. Yaani ni Wakristo wa padri fulani, Wakristo wa padri fulani. Hata akihamishwa Wakristo wale wanaumia, Wakristo wanalalamika, padri fulani kamia sehemu fulani. Wengine wanaama naye, wanashindwa kuelewa kuwa kiini cha injili yetu
ni msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kiini cha imani yetu, cha dini yetu, si mtu yoyote ambaye yupo leo, kesho hayupo, bali ni Kristo mwenyewe aliye Alfa na Omega. Ndio huyu ametuita sisi kwa ubatizo. Tumebatizwa kwa jina lake, hatujabatizwa kwa jina la mtu mwingine yoyote. Sisi ni wa Kristo, sio wa mtu fulani. Huyo mtu leo yupo, kesho hayupo. Neno la Mungu litukumbushe hilo. Tunaitwa kuwa wa Kristo, kumfuata Yesu Kristo. Umeitwa kuwa Mkristo. Ndugu zangu, huyu Kristo ambaye anatuita tumfuate, ndio huyu tunamsikia akianza utume wake katika somo letu la Injili ambalo linatoka Injili ya Mathayo, ile sura ya 4 aya ya 12 hadi ya 23. Anaanza utume wake kwa mambo makuu manne ambayo naomba tuyaangalie vizuri. Anaanza utume wake wa kuhubiri. Ujumbe anaobeba ni tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. 3, anawaita mitume wajiunge naye katika utume wake wa kuhubiri, wa kuwavuta watu, wa kuwavua watu. 4, au anaowaita wanaacha kila kitu wanamfuata. Neno la Mungu linatudai kuacha na kufuata. Kuna mengi sana hapa ambayo tunaweza tukatafakari, ila wazo kuu ni umeitwa. Umeitwa. Neno la Mungu linakuita. Kristo anakuita. Umeitwa. Lakini kwa sababu ya masomo yetu, naomba tuangalie mawazo makuu madogo matatu ambayo yatatusaidia katika safari yetu ya wito huu sisi kama Wakristo. La kwanza, mazingira yasikuogopeshe. 1, mazingira yasikuogopeshe. Umeitwa, umeitwa. Kumbuka, umeitwa. Mazingira yasikuogopeshe. Ili kuweza kuelewa wazo hili, naomba tueleze hivi. Mungu wetu kwa neno lake anatuita. Kwa neno lake, kwa ukimya wake katika sala, huwa tunasikia sauti ya Mungu. Kwa tafakari zetu sisi, huwa tunasikia wito wa Mungu. Mungu haachi kuongea na sisi. Ni katika kusikiliza sauti ya Mungu utajua jambo moja kubwa sana na la muhimu. Ndani mwako kuna wito fulani mkubwa ambao Mungu ameweka ndani mwako, na anakuita kila mara, kila siku na kila wakati, akitaka uutekeleze. Naomba tuendelee. Wito huo unaweza kuwa wa maisha, yaani utawa, upadri au ndoa. Wakati mwingine wito huo unaweza ukawa wito wa kazi, ualimu, udaktari, biashara, uwekezaji, ufugaji, ukulima, unesi, na kazi fulani ambayo akili yako inakwambia hivi, ukiifanya itabadilisha safari ya maisha yako uko mbeleni. Lakini nisikilize. Hivi unajua kwa nini wakati fulani tunasita au tunaogopa kuitikia wito huu au kuanza wito huu? Zinaweza zikawa sababu nyingi sana, ila sababu mojawapo inaweza ikawa ni mazingira si rafiki. Yaani mazingira yanaogopesha kuanza kazi au kuitikia wito ule ambao Mungu amekuitia. Mazingira yanaweza yakawa sababu. Naomba nikueleze hivi ili uelewe vizuri kwa nini nasema mazingira yasikuogopeshe. Mungu akikuita, neno lake likikuita ndani mwako kufanya kazi fulani, elewa hivi. Tumesikia
Yesu akianza utume wake wa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Yesu Kristo anaanza utume wake katika kipindi ambacho mazingira yanatisha, mazingira yanaogopesha, mazingira si rafiki, lakini anaanza utume wake. Mazingira ya kwao hayakuwa rafiki. Utasoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 13 aya ya 55, au Injili ya Marko ile sura ya 6 aya ya 3 mpaka ya 5, au Injili ya Yohane ile sura ya 1 aya ya 11. Mazingira ya kwao hayakuwa rafiki. Tumesikia katika Injili pia mazingira ya nje tu yaliyokuwa yanamzunguka hayakuwa rafiki. Maana ni Yohane ametiwa gerezani. Yohane alitiwa gerezani kwa sababu ya ukweli. Kristo amekuja duniani kushuhudia ukweli. Mazingira ya nje si rafiki. Kwa hiyo ya ndani si rafiki, ya nje si rafiki, lakini Kristo anaanza utume wake. Hayo yote, mazingira hayo yote hayakumzuia kuanza kile ambacho Mungu amemtuma kufanya. Mazingira hayo hayakumzuia kutekeleza kile ambacho kwa ajili yacho alikuja ulimwenguni humo. Ndugu zangu, naomba niwaambie, wakati fulani tunaogopa kuanza kwa sababu mazingira si rafiki. Utasikia, nitaanza biashara mwakani kwa sababu mazingira si rafiki. Nitalima msimu ujao kwa sababu mazingira si rafiki. Nitaanza kuweka akiba mwakani kwa sababu mazingira si rafiki. Nitaanza kwa sababu mazingira si rafiki. Mazingira yanatisha, hivyo yanarudisha nyuma kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwetu. Nitafunga ndoa lakini mwakani kwa sababu mazingira si rafiki. Sasa hivi hali ya uchumi, hali ya maisha, hivi watoto wanatakiwa waende shule. Yaani kuna visingizio vya kimazingira katika kutekeleza ule wito ambao Mungu anatuitia. Hata sisi mapadri wakati mwingine unaweza ukasema nitaanza kutembelea familia, utuma familia, lakini hapana, ngoja kwanza mazingira yakae sawa ndipo nianze. Kule saa nyingine unasema kuna Wakristo wengi, kunahitaji huduma fulani, kunahitaji kuanzishwa kigango, ila mazingira sasa hivi ngoja yakae sawa, ndio nitaenda. Au unatumwa na baba askofu au mkuu wako wa shirika, lakini unamwambia baba, subiri kwa sababu mazingira kule si rafiki. Hebu kwanza weka mazingira sawa. Yaani unaona kama mazingira ni kikwazo cha utume, hivyo unasema mazingira si rafiki. Unakwamisha utume wa kanisa kwa sababu mazingira si rafiki. Naomba niwaambie, inaumiza sana, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambapo watu wanaamini kwamba ipo siku mazingira yatakuwa rafiki, ipo siku mazingira yatakuwa sawa, yatakuwa upande wao ili kila kitu kifanyike vizuri. Naomba niwaambie, hiyo siku unaweza ukaisubiri na isifike. Ukweli ni huu, hauhitaji kubadilisha mazingira, bali unahitaji kubadilisha namna yako ya kufikiri ili mazingira yabadilike. Mazingira si rafiki, mazingira haya magumu, mazingira utume huku, mazingira. Hauhitaji mazingira kuwa sawa, bali unahitaji akili yako kuwa sawa ili mazingira yawe sawa. Yesu hakutishwa, Yesu hakuzuiwa na mazingira. Alianza utume wake mara moja. Anza hata kama inaonekana haiwezekani. Pambana hata kama inaonekana haiwezekani. Mungu akiongea na wewe juu ya wito kupitia neno lake, kupitia
wakuu wa kanisa, kupitia mabosi zako, kupitia tafakari zako. Anza. Wito wa biashara, usisubiri mazingira kuwa rafiki. Anza. Kazi, usisubiri mazingira kuwa rafiki. Anza. Unatumwa kwenda sehemu fulani ya wito wako, usisubiri mazingira kuwa rafiki. Unaitwa, fanya. Badilisha akili yako, mazingira yatabadilika. Mazingira hayo unayoyaona magumu, kwa wengine wameyatumia kama fursa. Yaone mazingira hayo kuwa fursa pia. Badilisha mtazamo. Milango inayoonekana imefungwa, kumbuka, Mungu hahitaji milango kufunguka ili abariki au kazi yake itendeke. Hapana, Mungu anafanya kile kisichowezekana. Vinavyoonekana haviwezekani, kwa Mungu vinawezekana. Aligawa bahari ya Shamu, aliviringisha jiwe. Lazaro aliyeoza aliinuka. Hakuhitaji mazingira kuwa sawa. Mungu anatenda hata kama mazingira hayako sawa. Unaitwa leo, fanya kile ambacho Mungu anaongea nawe kukifanya. Huo ndio wito wako. Huo ndio wito wako ambao Mungu anakuitia. Usisubiri mazingira kuwa rafiki, kwa sababu mazingira yanaweza yasiwe rafiki hata kidogo, bali badilisha namna yako ya kufikiri ili mazingira yaweze kubadilika. Vaa miwani ya fursa. Ukivaa miwani nyeusi, kila kitu utakiona cheusi. Ukivaa miwani ya kijani, kila kitu utakiona cha kijani. Ukivaa miwani nyeupe, kila kitu utakiona cheupe. Ukivaa miwani ya fursa, kila kitu utakiona kama ni fursa. Mazingira yasikuogopeshe. Wazo la pili, unamwita nani? Unamwita nani? Wewe unaitwa kwa wito fulani. Neno la Mungu linakuita, Kristo anakuita, katika ubatizo wako umeitwa, ila wewe unamwita nani? Ni nani unamkaribisha? Naomba niwaeleze ili muweze kuelewa. Tumesikia Yesu akiita wanafunzi wake. Anawaita wale ambao atafanya kazi nao, wale ambao atafanya utume nao. Hawa ni wale walioendeleza utume wake hadi mimi na wewe tunauona hivi leo. Naomba nikuulize swali leo. Je, unajua malengo yako katika ulimwengu huu? Unayajua? Je, unajua kazi ambayo Mungu ameiweka ndani mwako ambayo unatakiwa kuifanya? Je, wale unaowaita, wale unaowakaribisha katika maisha yako, je, wanakusaidia katika kile ambacho Mungu anaongea nawe kukifanya? Kristo aliita watu na akasema, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, kazi ambayo yeye alikuja kuifanya. Kwa hiyo aliita wale ambao watafanikisha kile ambacho yeye ametumwa kukifanya. Je, unaowaita, unaowakaribisha katika safari yako ya maisha, wanaendana na malengo yako? Nikuombe ujue hili. Hatima yako ya maisha ni ya thamani kubwa sana. Malengo yako, ndoto zako ni za thamani kubwa sana. Elewa somo hili, litakusaidia. Sio kila anayekupa tabasamu anahitajika kujiunga nawe katika safari ya ndoto zako. Sio kila anayekuchekea anafaa kuwa karibu nawe, kutembea nawe katika safari ya kufikia malengo yako. Sio kila unayempenda kwa moyo anafaa kuwa wa karibu katika safari yako ya maisha. Sio kila unayekutana naye katika harusi, unayekutana naye katika sherehe, unayekutana naye katika starehe anafaa kuwa nawe katika safari yako ya maisha, anafaa kukaribisha. Hapana.
Sio kila mtu anatakiwa kuingia ndani ya moyo wako katika safari ya maisha. Sio kila anayegonga mlango wa maisha yako anastahili kukaribishwa ndani au chumbani. Wengine wanastahili kuishia mlangoni, wengine wanastahili kuingia sebreni, wengine wanastahili kufika mpaka jikoni, wengine wachache wanastahili kufika mpaka chumbani. Yesu alitembea na makutano, alihubiri kwa makutano, lakini aliita wachache. Na katika hao wachache alichagua watatu ambao alikuwa nao karibu inner circle, karibu kabisa, ambao aliongea nao kwa ndani kabisa. Kwa sababu naomba niwaambie, wale unaowaita, unaowakaribisha, wanaweza kuwa sababu yako ya kuinuka au sababu yako ya kuanguka. Unamuita nani? Lutu alimchagua Naomi, alibarikiwa. Samsoni alimchagua Delila, akaanguka. Usitembee na kuita au kukaribisha kila mtu unayekutana naye njiani. Usiache moyo wako utembee na kupokea kila mtu katika safari yako ya maisha. Utanielewa? Kumbuka, asilimia kubwa ya wale wanaotuumiza ni wale tuliowakaribisha na kuamini katika safari yetu ya maisha. Acha watu wakuone una kiburi, unajidai, unajiona, ila tabasamu, cheka, penda kila mtu, ila usikaribishe kila mtu. Maandiko matakatifu yanasema, aendaye na wenye hekima atakuwa mwenye hekima, bali rafiki wa wapumbavu atapata madhara. Mithali ile 13:20. Ndugu zangu, Jimmy Rohn ambaye ni mwandishi maarufu sana aliwahi kusema, wewe ni wastani wa watu 5 ambao unatumia muda mwingi zaidi. Yaani, ukiona umezungukwa na wajinga 2, umehesabu vibaya, mko 3. Ukiona umezungukwa na werevu 3, umehesabu vibaya, mko 4. Elewa hiyo. Mungu amekupa uwezo wa kukaribisha, Mungu amekupa uwezo wa kuita. Kuwa makini sana. Elewa kuwa mahusiano ni mbegu. Chagua kwa hekima mbegu gani unaipanda katika safari yako ya maisha, kwa sababu mavuno ni hapa hapa. Hao unaowakaribisha utapata hapa hapa. Siku zote angalia kwa makini sana. Angalia kwa makini sana. Wakati fulani tunaacha kuchagua wale watu wa maana wakati mwingine na kwenda nao kuambatana na wale wanaotupotosha. Tukiwa wadogo tunakumbuka wazazi wetu walitufundisha hiki kitu. Hawakuruhusu tuwe na marafiki wa kila aina. Hapana. Mzazi alikuwa makini sana. Mzazi aliangalia sana. Alikuwa anakwambia kabisa, pale hapana, yule usiambatane naye, yule usimkaribishe, yule usimuite, kwa sababu alijua kwamba wale unaokuwa nao karibu wana nafasi kubwa katika kile ambacho utakuwa wewe baadaye. Mungu akujalie hekima hii ya kulielewa hilo. Unamwita nani? Unamkaribisha nani? La 3 na la mwisho ni usiogope kuacha. Usiogope kuacha. Kwa namna nyingine, kwa maneno mengine ni usiogope mabadiliko. Usiogope kubadilika. Usiogope kujigeuza. Usiogope kujivua gamba hivi. Kuwa mtu mpya. Tumesikia Yesu akitangaza mageuzi, metanoio, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Akitangaza mabadiliko ya kuacha maisha ya zamani na kuanza maisha mapya. Aliwaita mitume wake, nao tumesikia walifanya mageuzi makubwa sana, walifanya mabadiliko makubwa sana. Waliacha nyavu zao, waliacha vyombo vyao, waliacha baba zao. Hawakuogopa. Usiogope kuacha. Nikueleze, usiogope kuacha
tabia fulani. Usiogope kuacha tabia fulani. Kuna watu wanaogopa kuacha tabia fulani ambayo inaumiza kwa sababu au kisingizio kwamba rafiki zangu watanionaje, nitawapoteza marafiki, watu watanionaje, au nitaishije bila kufanya hiki kitu. Wewe si vile dunia inavyokuona. Wewe si vile watu wanavyokuona. Wewe si vile mazingira yanavyokuona. Wewe ni vile rohoni mwako Mungu anavyokuona. Fanya mabadiliko makubwa ya ndani ya moyo wako. Fanya metanoia bila kuogopa chochote. Usiogope kuacha. Nikwambie kitu kingine. Tumesikia wameacha wenzao, wavuvi wenzao wamewacha. Usiogope kuacha watu fulani. Nikwambie kabisa. Usiogope kuacha marafiki au watu fulani ambao unaona hawatakusaidia au wanaenda kinyume na kile ambacho Mungu anakuitia, au wanakwamisha ndoto zako au malengo yako au wito wako. Usiogope kuacha na kumfuata Kristo, kufuata sauti ya Kristo. Amin. Sio kila mtu amekusudiwa kubaki na wewe katika safari yako ya maisha. Wengine wamekusudiwa kuwa nawe kwa msimu fulani tu, kwa wakati fulani tu, msimu mmoja au miwili. Kama ni kitabu, kwa chapter moja tu. Kama ni movie, katika episode moja tu basi ya maisha yako. Si watu wa kutembea nao katika safari yote. Elewa kuwa kung'ang'ania baadhi ya watu kunaweza kuchelewesha au kukuchelewesha wewe kufikia kile ambacho Mungu amekuitia. Fanya mabadiliko makubwa. Usiogope kuacha baadhi ya watu. Waache, mfuate Mungu. Tumesikia wameacha baba zao. Usiogope kuacha uhusiano. Hawa ni watu waliokuwa nao na uhusiano wa karibu. Usiache kuacha uhusiano fulani. Jifunze kuacha baadhi ya mahusiano ambayo yanakwamisha malengo yako, yanakwamisha ndoto zako. Jifunze kuacha, au usiogope wala usiwaze itakuwaje baadaye kuacha baadhi ya mahusiano Mungu akiongea nawe. Bora kulia, kuumia, kuteseka kwa muda kuliko kulia baadaye sana, kuliko kuteseka milele. Jambo ambalo linaumiza sana, lakini ndio ukweli. Wakati fulani hatina budi kuacha baadhi ya uhusiano fulani, kama hapana, ili malengo yako yaweze kutimia. Tumesikia wameacha kazi zao. Ni jambo ambalo liko tofauti sana. Ni kazi ambazo zilikuwa zinaingizia kipato. Ni kazi ambazo zilikuwa zinasababisha wanalisha familia zao, wameacha kwa ajili ya kazi kubwa zaidi. Kati ya kitu ambacho kinaweza kukuua ghafla ni kazi zako. Yaani idea kwamba bila kazi mimi inaweza ikaua vipaji vyako, ikaua ndoto zako. Naomba unielewe hili. Sisemi kwamba watu waache tu kazi ovyo ovyo, bali kama Mungu amekujalia nguvu, hekima na busara na karama na uwezo wa kuanzisha kile kitu chako, usiogope kuacha kimoja kwenda kingine. Usiogope kutoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine. Naomba unielewe katika hilo. Watoto wako hawatarithi kazi yako, bali watarithi kile ulichokianzisha. Watoto wako hawatarithi uwezo wako kazini, bali wanaweza ukawafundisha wakawa na uwezo wa kuendeleza kile ulichokianzisha. Usiogope kuacha. Usiogope kuacha. Usiogope kuacha. Dominika leo ya neno la Mungu, naomba nikuombe sana. Limulike akili na moyo wako. Neno la Mungu katika Dominika hii, Dominika neno la Mungu. Neno hili limulike akili na moyo wako. Uweze kuelewa kuwa wito wa Mungu hauzuiwi na mazingira. Uweze kuelewa kuwa unaowakaribisha wanabeba kesho yako. Na uelewe siku zote kuwa usiogope kurudi nyuma, kutafakari, kufanya tathmini na kubadilisha maisha yako kwa ajili ya furaha yako ya sasa
na iliyo ya milele ya baadaye, ili siku zote Mungu huyu atukuzwe nasi tupate utakatifu milele na milele. Amina. Mungu akubariki sana. Unaitwa, usizuiwe na mazingira. Unaitwa. Angalia watu wanaokuzunguka wasikwamishe wito wako. Watu wanaokaribisha wasikwamishe wito wako. Unaitwa. Usiogope kuacha ili kufuata kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako.